Nusura ya Allah tabaraka wa taala kwa wakazi wa pale Gaza imerudi tena kwa mara ya pili, lakini kuna hatari huenda Waislamu tukaikataa tena. Mnamo mwaka 2025 mwezi Februari, nusura ya Allah ilikuja kwa ajili ya watu wa Gaza, lakini ilikataliwa na wale ambao walikuwa wakijiita viongozi wao. Kilichotokea toka mwezi wa pili mpaka mwezi wa 11 kwa wakazi wa Gaza tumekishuhudia ni mauaji, mateso, dhiki isiyo na mfano. Lakini nusura hiyo imekuja tena awamu hii, lakini kuna hatari ya Waislamu kuweza kufanyaje? Kuikataa. Nusura ya Allah ilikuja kupitia mja wake ambaye ni adui wa umma, ni adui wa wanadamu kipindi hichi. Wanadamu wote ambao wanaamini katika Mungu mmoja. Nani huyo? Donald Trump. Kwa watu ambao ni vipofu wa imani, ni vigumu mno kuamini kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kupitisha nusura kwa waja wake au kwa mja wake kupitia adui yake. Ila kwa watu ambao wako active, tunafahamu Allah ameshawahi kumnusuru Nabii Musa kwa kutumia mgongo au mkono wa adui yake Firauni. Kipindi Nabii Musa anazaliwa ni kipindi ambacho Firauni alikuwa anatafuta watoto wa kiume wote waue, lakini Allah akamtumia Firauni huyo huyo kumlea Nabii Musa, mtoto huyo wa kiume akamlea mpaka akawa mkubwa na baadaye akaja kuwa mpinzani wake. Njia ambayo Allah alitumia kumnusuru Nabii Musa, tunaamini ndio njia anayoitumia kipindi hichi pia kwa nusuru wakazi wa Gaza. Tatizo ni moja tu, hata kwenye misikiti huko Waislamu hawaambiwi ile vita pale inapigana kwa sababu gani, au lengo la vile vita ni nini, au kwa mujibu wa hadithi na Qur'ani nini kitafuatia baada ya vile vita kupigana. Shida ndio iko hapo. Kile kinachoendelea pale tumeshaongea, tumeimba kama vile wimbo. Kile kinachoendelea pale ni katika kadari ya Mwenyezi Mungu. Kumbuka kadari ya Allah haiwezi kutokutimia. Kadari gani? Wale wanakusanywa pale ili waje waangamizwe. Muda wao ushaisha, wale juja, wale mashetani wale, muda wao umeshaisha. Wanakusanywa pale na Allah ili waje kuangamizwa. Kwa hivyo wanapojikusanya pale kwa lengo la kumpokea masihi wao ambaye sisi Waislamu tunamjua kuwa ni Masihi Dajjal, hii ni mission ama mpango wa Allah. Lazima wajikusanye pale, wajae tele, waondoe wakazi wa pale, wajenge hekalu lao kwa ajili ya kumpokea masihi wao ambaye sisi tunaambiwa na mtume ni Masihi Dajjal, masihi wa uongo. Kumbuka wenyewe hawaamini uwepo wa Masihi Isa bin Maryam. Wenyewe wanaamini yule akuwa masihi. Kwa wao wanamsubiri Masihi Dajjal. Kwa hiyo lazima ili Dajjal aje, lazima mission yake ya kuweza kushika maeneo yale ya Gaza itimie, na Palestina yote ile West Bank kule ishike yote. Baada ya kukamata maeneo haya iweze kubomoa msikiti wa Al-Aqsa ili waweze kujenga temple. Wao wanaamini lazima wajenge temple kama lile la Nabii Suleiman na baba yake Nabii Daudi alayhi salam. Kwa hivyo lazima hizi mission ziweze kukamilika. Kwa hivyo vyovyote itakavyokuwa vita vya Hamas na wale na magharibi, maana ile sisemi ni Israel, ni magharibi na Marekani. Vita vya Hamas na magharibi na Marekani, Hamas haitaweza kushinda kwa wakati huu. Nini kilipaswa kufanyika? Ni wao kuondoka pale kwanza. Kuondoka sio udhaifu, kuondoka sio ujinga, bali wakati mwingine ni mbinu ya kutokea ama kwenda kujipanga zaidi. Mtume anazungumza, anasema muda mchache kabla ya kiyama Mashariki ya Kati itakuwa ni kitovu cha nini? Kitovu cha vita. Maswahaba wanamuuliza, tukio tutakaokuwa wakati huo tufanyeje? Mtume anasema tokeni, nendeni Yemen na Syria. Huko kuna ulinzi maalum wa Allah kwenye hiyo miji. Tokeni, nendeni Syria. Na Mtume ameahidi ukombozi wa Mashariki ya Kati utafanyika, lakini chini ya kiongozi wa umma wakati huo atakayekuwa nani? Imamul Mahdi. Sio sasa hivi. Na mimi nasema wazi kwamba Waislamu watakaoshinda vita dhidi ya magharibi, wale mashetani magharibi na Israeli na magharibi yake, sio Waislamu wanaopigania ardhi, ni Waislamu watakaokuwa wakipigania dini ya Allah itawale. Hawa ndio watakaoshinda, na hawa watakuwa wanaongozwa na Imamul Mahdi.
Ndio maana tunazungumza kila siku hapa kwamba saizi pale wahame. Kinachoendelea pale ni kutengeneza mauaji na uonevu dhidi ya familia. Na wenye dhima ni viongozi. Viongozi ambao wanajipa nafasi za kuongoza wakazi wa Gaza ndio wenye dhima mbele ya Allah. Lakini watu wanaokufa pale kwa dhulma, wale wanakufa mashahidi na Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Kwa hivyo wiki hii jana juzi wamekutana wale watu viongozi wawili, yule Netanyahu na Trump, wamejadili kwamba tunatoa fursa nyingine kwa wakazi wa Gaza kukubali kuachia lile eneo, tuwatafutie sehemu sisi waende wakaishi. Wakatuma barua, kapokea kiongozi ambaye ndiye amejiita kiongozi wa Hamas anayeishi mafichoni, kapokea na amejibu. Bado tena hawataki kutoa ile eneo kuwakabidhi hao Marekani. Na nasikitika kwamba kinachofuata saizi ndani ya hii wiki hii huenda kikawa ni kibaya sana, kwa sababu wale wameahidi lau kama mkataba hayo maombi yao hayo vipengele vyao vitakataliwa, watakuja na mashambulizi ambayo hatujawahi kuyashuhudia. Yatakuwa mashambulizi gani? Ni ya kuangamiza sawa wakazi wote wa pale, na hakuna atakayewaambia chochote. Kwa solution ni kukimbia kwanza kwa ajili ya kujihami, kama ambavyo hata mtume ilimtokea na maswahaba wake. Mtume kapewa utume, anapata maswahaba, akawa na walingania, wameshakubali Uislamu, umesilimu, lakini mateso yalikuwa ni makubwa pale Maka. Mpaka ikabidi awaambie, jamani, nendeni kwanza kidogo sehemu fulani mkajihami. Kwa ajili ya kujihami, maswahaba wakaenda kwa Najash, wakajihami kwa ajili ya kujiepusha na mitihani mizito iliyokuwa wakati huo. Sio kwamba ni uoga, sio kwamba ni wameshindwa, lakini walivyokwenda wamekaa na mtume akabaki, kwa sababu yeye alikuwa bado anaendelea kutoa elimu, akabaki. Baadaye wakasimamisha Daulatul Islamia pale Madina na Maka kwa ujumla. Kwa hivyo sio udhaifu, lakini sasa hizi ndugu zetu pale wataendelea kuangamia kwa njaa, kwa dhiki, kwa tabu. Hakuna namna tutakaweza kufanya, kwa sababu dunia hii sasa hizi iko upande wao. So hakuna ambacho tunaweza kufanya. Atakayekuja kuanzisha operation ya kukomboa Mashariki ya Kati, yani kukomboa eneo letu, ni kiongozi wa mwisho wa umma huu ambaye ni Imamul Mahdi. Huyu ndiye atakayeongoza hii harakati. Hapo wajinga wengine wakisikia Imam Mahdi wanajua ni huyo wa Shia. Huyo sio Mahdi wa Shia. Ninayemzungumza hapa ni Imamul Mahdi ambaye maimamu wetu wote wa hadithi wanamtambua. Nenda kwenye Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, wote wanamtambua. Ni kiongozi huyu wa mwisho wa umma ambaye atakuja ama atadhihiri, na Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ndiye mjuzi zaidi. Lakini hali hii inasikitisha sana. Allah endelee kuwajalia au kuwaongoza ndugu zetu pale Palestine, ambao huenda kwa wakati mwingine pia hawajui kile ambacho wanakifanya katika wakati kama huu. Adui tuliye naye si adui wa kushindana naye. Adui ambaye anamiliki chakula chako, maji yako, adui huyo huwezi kushindana naye. Tafuta namna nyingine ya kushindana naye, sio kukabiliana naye hivi kwa ana kwa ana. Huwezi kushindana na adui kama huyo hata siku moja. Ndio kitu ambacho tunawaelekeza au tunatoa rai kila mara kwenye mitandao, ndugu zetu waweze kuondoka pale, kwa sababu hakuna option ya kumshinda adui kama huyo. Na mwisho wa siku sisi ni waongeaji, lakini utekelezaji ni vitu viwili tofauti, na Allah Tabaraka wa Taala ndiye mjuzi zaidi. Haikuwa kazi yetu sisi isipokuwa kufikisha ujumbe tu ambao uko wazi. Ni juu yao au juu ya wengine wahusika kupinga au kukubali. Allah Tabaraka wa Taala aendelee kuwanusuru ndugu zetu, lakini vile vile aghufirie ndugu zetu ambao wamekwisha kutangulia tayari. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.